kwenda na muda ipasavyo. Somo langu alipo nje na somo ambalo tumekuwa nalo tangia Jumapili iliyopita, tumekuwa na semina na ibada ya baraka ya Pentekoste, na theme ya ibada ya Pentekoste ilikuwa ni nguvu ya umoja katika kanisa. Na watumishi wa Mungu wametembea kila mmoja kwa mafuta yake kwa namna isiyo kwa kawaida. Wale walikuwa Jumapili iliyopita wameona namna ambavyo watumishi wa Mungu walitugusa na kutubariki. Nikushukuru pia Pastor David ambaye umetumilia kwa viwango vikubwa sana, na tumeona neema tofauti sana kwako, na binafsi mimi nimebarikiwa. Binafsi kuna vitu vimenivusha. Mungu akuongeze zaidi. Kwa dhamira yetu ilikuwa ni nguvu ndani ya kanisa. Sasa na mimi siko mbali, somo langu litahusu au linasema mimi ni kanisa. Kama unaandika, andika mimi ni kanisa. Naomba nisaidie kufungua kitabu cha Isaya 56 mstari wa kwanza. Kitabu cha Isaya sura ya 56 mstari wa kwanza. Kipata saidie kusoma. Tusoma kitabu cha Isaya 56 mstari wa kwanza. Yesu asifiwe. Najua unaweza usielewe, lakini nitakuelewesha vizuri kwa habari ya huu mstari. Haya ni maneno ambayo Mungu alizungumza na nabii Isaya. Na haya maneno alikuwa anatuma akawapelekea wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu katika Agano la Kale hakukuwa na kanisa. Kulikuwa kuna hekalu au nyumba ibada ambao watu walikuwa wanakwenda kuabudu. Kwa wakati Mungu akiwa anasema na watu wake, alikuwa anasema na taifa la Israeli. Kwa hii message ni nabii Isaya ameipokea kwa ajili ya kuweza kuzungumza na taifa la Israeli. Anawaambia taifa la Israeli, shikeni haki na hukumu, kwa maana wokovu wangu una karibu kuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Anawaelezea watu wa taifa la Israeli ya kwamba waendelee kubaki katika mstari, kwa maana wokovu karibu kuja. Nabii Isaya anapozungumza kwa habari ya wokovu, anazungumza kwa habari ya ujio wa Kristo, kwa sababu Kristo ndiye wokovu. Kwa hapa alikuwa anatoa nabii juu ya taifa la Israeli kwamba endeleeni kubaki katika mstari, endeleeni kubaki katika njia iliyo sahihi, kwa maana upo ujio wa Kristo ambao hao watakaopokea ndio watakaoamini Kristo, ndio watakaoweza kuiona ahadi iliyo njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hapa Mungu anazungumza na taifa la Israeli. Sasa tunapokuja katika Agano Jipya, taifa la Israeli kilikuwa ni kivuli cha kanisa. Wakati Mungu anazungumza na taifa la Israeli katika Agano Jipya, hatuoni kama anazungumza na taifa la Israeli, tunaona kama anazungumza na kanisa. Kwa sababu baada ya kumpokea Kristo, sisi tumefanyika kuwa Waebrania, yaani taifa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa baada ya kumpokea Kristo au baada ya Agano Jipya kuja, yale ambayo Mungu alizungumza na taifa la Israeli, sasa si tu kwa ajili ya Israeli tena, ni kwa ajili ya wale ambao watamwamini Kristo, watafanyika kuwa kanisa. Kwa ahadi ambazo Mungu alizibariki Israeli, hizo ahadi hizo zitakazofanya kazi ndani ya kanisa, wale watakaomwamini Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapoona pale Mungu anapomwambia, anaposema kitabu cha Isaya kwamba uinuka uangaze, nuru yako imekuzukia, utainuka, hautakopa bali utakopesha, nyumba yako itakuwa maskini. Zile baraka zote tunazozungumza pale hazikuwa tu kwa ajili ya taifa la Israeli. Baada ya wewe kumwamini Kristo na kumpokea Yesu Kristo, tayari unafanyika kuwa mmoja wa zile baraka, kwa sababu baada ya kumpokea Kristo, sisi tumegeuzwa na kuwa wana wa Ibrania, wana wa Mungu, taifa la Mungu. Kwa haya maneno tusichukulie kama alikuwa anazungumza na taifa la Israeli. Tuchukulie haya maneno alikuwa anazungumza na sisi ambayo ni kanisa. Kanisa ni nini? Kanisa
limetokana na neno la Kigiriki ambalo tafsiri yake ni watu waliotengwa. Bwana Yesu asifiwe. Neno kanisa asili yake limetokana na neno la Kigiriki ambalo inamaanisha watu waliotengwa, ambao sisi sasa hivi tunachukulia kanisa kama ni nyumba ya ibada. Ni nyumba ambayo tunakutana kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Na ndivyo ilivyokuwa mindset za watu wengi. Lakini Yesu alipokuja anawaambia watu kwamba zama zinakuja, na zama hizo ni sasa. Watu hawatamwabudu Mungu tena katika mlima ule, bali wamwabuduo halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa maana kwa kumwamini Kristo sisi sote tunafanyika kuwa kanisa. Kwa kanisa si jengo. Kanisa ni mimi na wewe. Ndio maana anasema ya kwamba hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Maana yake ni nini? Kanisa ni sisi ambao tumemwamini Kristo. Unapompokea Kristo na kumwamini kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, automatically unabadilika na kuwa kanisa. Kwa sababu kanisa si hili jengo. Let me say, utanielewa. Tulitoka sote sisi hapa tukatafuta eneo lingine la kuabudu. Alafu hili jengo tukaanza kufuga kuku au ng'ombe au kitu chochote kile. Ili litaitwa kanisa? Ina maana kanisa sio hili jengo. Kanisa ni mimi na wewe. Kwa baada ya Agano Jipya, sisi tuliokoka ndio ambao tuligeuzwa na kuwa kanisa. Kwa tunapozungumza kwa habari ya kanisa, hatuzungumzi hili jengo, tunazungumza kwa habari yako. Tumishi wa Mungu Pastor alisema kwamba kanisa ili liweze kuwa na nguvu, lazima tudumu katika upendo. Hatuzungumzi upendo wa hili jengo, tunazungumzia upendo wa sisi kwa sisi. Kwa lazima uelewe maana halisi ya kanisa ili uweze kujua nguvu yako iko wapi. Kwa sababu usipoelewa nini maana ya kanisa, hautaelewa chanzo cha nguvu yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kanisa ni sisi. Tulipoambia kwamba kanisa linapaswa kuheshimiana, si jengo liheshimiane, ni kwamba sisi kwa sisi tuheshimiane. Tunapoambia kanisa linamhitaji Roho Mtakatifu, kama Pastor alivyotufundisha, sio hili jengo linahitaji Roho Mtakatifu, ni sisi tuliomwamini Kristo ndio tunamhitaji Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kanisa sio jengo tena, kanisa ni mimi na wewe. Ndio maana Yesu anasema zama zinakuja ambazo ndio hizi, waabuduo halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli, sio tena katika mlima ule. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio tena katika mlima ule kwamba mlikuwa mnakutana mara moja kwa mwaka kwenda kumwabudu Mungu. Lakini zama hizi ambazo umemwamini Kristo, ibada inakuwa ni sehemu ya maisha yako. Kanisa linakuwa ni sehemu ya maisha yako na sio tukio. Sasa kuna watu bado tuko katika zama za kale, tunaamini kanisa ni jengo. Kwamba ile kanisa hawana upendo, wakati wewe ndio kanisa. Lile kanisa watu hawajitoi, wakati wewe ndio kanisa. Lile kanisa watu ni wambea, wakati wewe ndio kanisa. Kwa sababu kanisa sio hili jengo. Kanisa ni mimi na wewe. Kwa tunapozungumza tuna upendo, tunazungumza mimi na wewe. Kwa tunapotaka kurekebisha, haturekebishi hili jengo, tunajirekebisha sisi, mimi na wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka kwenda kwenye pointi yangu. Nisomee hiyo kitabu cha Isaya 56, nenda mstari wa 7. Mstari wa 7 Biblia inasema, ndio, nitawaleta hao na badodie, nitawaleta hao nao hata mlima wangu mtakatifu. Nitawaleta hao nao katika mlima wangu mtakatifu, na kuwafurahisha katika nyumba yangu ya sala. Na kuwafurahisha katika nyumba yangu ya sala. Makafara yao na dhabihu zao zitakubaliwa,
zitakubaliwa juu ya madhabahu zangu. Ndio. Kwa maana nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote. Kwa maana nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote. Tumeona mstari wa kwanza. Hii ilikuwa ni unabii kwa ajili ya wana Israeli. Lakini nimekwambia hatuchukulii tena kama alikuwa ni taifa la Israeli. Tuone kama ni Mungu alikuwa anazungumza na sisi. Sasa hizi ndio ahadi ambazo Mungu anawaahidi taifa la Israeli kwa wale ambao watamwamini yule mwokovu ambaye atakuja. Ukirudi nyuma anasema nitawapatia jina la milele lidumulo. Maana hapa alikuwa anamzungumza kwa habari ya Kristo, kwamba wale watakaomwamini Kristo kwanza nitawapa jina lililo kuu la milele, ambayo litakuwa bora kuliko wana wenu na watoto wenu. Alafu anakuja kwenye hiyo ahadi anasema nitawaleta katika mlima wangu na kuwafurahisha katika nyumba yangu ya sala. Dhabihu zenu na sadaka zenu vitapata kibali. Alafu hicho anasema nanyi kwa sababu nyumba yangu itakuwa ni nyumba ya sala kwa mataifa yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaelewa. Pointi ya kwanza ambayo anazungumza kwenye huu mstari anasema nitawaleta katika mlima wangu. Katika neno la pale, watu walikuwa wanapanda mlimani kwenda kuomba, si kwa sababu mlima ulikuwa na upako. Najua watu wengi hatujui kwa nini watu wanaenda kuomba mlimani, na sisi sometimes tunaenda na miamko kwa sababu watu wanaomba mlimani, na nataka niende mlimani ukaomba. Unajua siri ya kuomba mlimani? Au kwa sababu umesikia watu wanaomba mlimani? Moja kati ya pointi kubwa ambayo Mungu alikuwa anatoa kama ishara kwa watu kwenda mlimani kuomba, ilikuwa ni kama unabii ya kwamba ukitaka kuniona, kwa sababu mahali kwenye mlima ndipo ambapo Mungu alikuwa anaketi kwa ajili ya kuzungumza na watu. Ndipo mahali ambapo Mungu alikuwa anajifunua kwa ajili ya manabii na kuelezea yale ambayo yanakwenda kutokea juu ya taifa. Kwa Mungu alikuwa anatoa unabii kwamba ukitaka kunijua, ukitaka kuniona, ukitaka kufahamu siri zangu au kuyajua yale ambayo natamani kutokea, lazima ulipe gharama kumpandisha viwango, unifuate mahali nilipo ili uweze kuvipokea vile vya rohoni. Kwa ili uweze kuvipokea vitu vya rohoni, ilihitajika ulipe gharama kumfuata Mungu, kumtafuta Mungu ili uweze kuzijua zile siri za Mungu ili watu waweze kutoka. Kwa ishara ya kupanda mlima ndio ishara ya kulipa gharama kumtafuta Mungu. Kwa moja kati ya unabii ambao Mungu alikuwa anaelezea kanisa ya kwamba watu watalipa gharama kunitafuta. Wanatumia nguvu kunitafuta ili wazifahamu siri zangu, ili wajue mambo yangu, ili wanifahamu vizuri. Lakini cha ajabu itakushangaza, huu mstari unasema nitawaleta katika mlima wangu. Maana yake ni nini? Hatutapanda wenyewe katika huo mlima. Kwa kumwamini Kristo, yeye mwenyewe anatuleta katika mlima wake. Maana yake kwa kumwamini Kristo kuna siri ambazo ulikuwa hutakiwi kuzijua, ila kwa sababu umemwamini na kumpokea, kuna mambo ambayo tayari unafunguliwa kwa ajili ya maisha yako. Kuna nabii tayari unazipokea kwa ajili ya maisha yako, kwa sababu anasema nitawaleta. Sio nyie mtapanda katika mlima, anasema nitawaleta katika mlima wangu. Kwa sababu kwenye mlima ni mahali ambapo Mungu alikuwa anaketi. Kwa tafsiri nyingine, wewe unapookoka ni lazima utembee na nguvu ya Mungu. Inakulazimu utembee na Mungu, kwa sababu hii ndiyo ahadi. Alikuwa anatoa ahadi kwa wale ambao watampokea Kristo, kwamba utakapoamini yeye mwenyewe atakuchukua na kukuleta katika viwango ambavyo pengine ili kuhitaji utumie gharama kubwa kuilipia kufika hapo, ila kwa neema unafika kirahisi. Wakati nakuwa mtumishi, nilikuwa mtumishi katika eji ambayo ilikuwa ni ndogo. Nakumbuka nilikuwa ndo natimiza miaka 18. Ndio nilikuwa natimiza miaka 18. Unajua nyuma kidogo, asili kidogo, kuna uamsho wa vijana. Tunaona vijana wengi ni watumishi wa Mungu.
Sasa nyuma kidogo, ukitoa miaka nyuma kidogo, vijana bado walikuwa wanaanza kuja. Kwa hiyo ulikuwa ukionekana mtumishi afu ni mdogo, uonekana kama kitunga, yaani kama ni hauko serious. Bwana Yesu asifiwe sana. Uonekana kama hauko serious. Umeacha kusoma, unakazana kukaa kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wakati nakuwa mtumishi, kwa historia ya maisha yangu, kwa namna ambavyo nilikuwa, kwa namna ambavyo maisha yangu yalivyo, sikudeserve kupata ambacho nilikipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu ya aina ya maisha ambayo nilikuwa naishi, nyumba niliyotoka, maisha ambayo niliyaishi yalikuwa ni magumu, yalikuwa ni ya hovyo. Ilibidi nikimbilie kanisani. Kwa nikawa nakaa kanisani, si kwa sababu napenda kukaa kanisani, maisha yanileta kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nilikuwa sina kitu ambacho kinanifanya mimi angalau hata naweza nikasema nikawa mtumishi. Kwa sababu kuwa mtumishi tulikuwa tunaamini lazima uwe na kitu ili ukiwaambia watu habari za Kristo wakuone wewe unacho. Kama ukisema Yesu anaokoa, tuone maisha yako yanaokolewa ili tumwamini huyo Kristo. Tukisema Yesu anatajirisha, tuone wewe tajiri ambao uko nao ili tumfuate huyo Yesu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nilikuwa sina kitu cha kuonyesha watu. Na maisha yangu yalikuwa ni magumu mno hata kueleza. Yaani ni ngumu hata kueleza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nakumbuka baada ya maisha kuwa magumu sana ndani ya familia, nilichagua kwenda kanisani. Nikawa naishi kanisani. Siku ya kwanza nalala kanisani. Ile siku ya kwanza nikaota ndoto. Mtu ananiambia nitakufanya kuwa mtumishi mkubwa sana na utafanya wonders. Akanitajia mpaka miaka, kwamba kwa baada ya miaka 3 nitakufanya kuwa mtumishi mzuri sana. Alafu akanitajia miaka mingine ambayo siwezi kuitaja. Akaniambia kwa baada hii miaka nitakuinua. Aliniambia miaka 3 nitakufanya kuwa mtumishi wangu mzuri, na baada ya hii miaka nitakuinua. Ilikuwa the first day nalala kanisani. Kwa nikaendelea na maisha yangu na vitu vyangu. Nakumbuka baada ya miaka 3 kusota ndani ya nyumba ya Mungu, siku hiyo nilikuwa nimekwisha kukata tamaa, nimefika mwisho. Nakumbuka nilijiambia Jumapili siendi kanisani kwa sababu huyu Mungu nimemtafuta, nimemuomba na sijaona chochote. Naona tu ahadi kubwa, watu wananiambia utakuwa mtumishi, utainuka, sioni kuinuka. Navaa suruali moja, shati moja hilo, nimepauka, sina chochote, afu naambiwa utainuka. Huko kuinuka ni kuinuka kupi? Ninaona wengine vya wenzangu wanatoka, wanabarikiwa, mimi sina kitu. Naona na namtumikia Mungu kweli kweli, lakini sina kitu. Nakumbuka siku nilikuwa nimekata tamaa kwenda kanisani. Nilijiambia siendi kanisani. Nakumbuka Jumamosi, kesho yake na Jumapili, yaani Ijumaa kuamkia Jumamosi, nakumbuka nilikuwa nimefast kabisa. Ngapi nimefunga, huu mfungo tunamalizana Mungu. Kama mimi na maisha yangu na wewe ndio basi. Yaani mfungo ndio unaenda kututenganisha kwamba na kuoga kwa heri. Naenda kuangalia maisha mengine. Nilikuwa nimefunga, tena ilikuwa kavu. Nakumbuka siku usiku nikaota, kwa sababu kipindi hicho nilikuwa napiga drums. Nikaota kanisani wanatafuta mpiga drums, hayupo. Yaani kesho yake ni Jumapili, afu inaota ndoto kama hiyo. Kwa hiyo kama wanateseka kumwabudu Mungu, wanateseka kumfanyia Mungu ibada kwa sababu mpiga drums hayupo. Ile ndoto ikaamka, akasema na kweli kesho nisipoenda kanisani hakutakuwa na mpiga drums. Kwa naenda hii ya mwisho. Wasipomtafuta mpiga drums, watanijua wenyewe, hii ni ya mwisho naenda. Kwa nakumbuka nikaenda, nilikuwa nimejisaidia kabisa, hii ni ya mwisho. Naenda tu leo ya mwisho. Kwa nakumbuka siku hiyo, mchungaji wetu alikuwa ni mkali sana. Yaani nilikuwa mimi mwenyewe hapo mimi nilikuwa mwoko nikimwona tunatetemekaje. Lakini siku hiyo nilikuwa sitetemeki kwamba hata kunifukuza fresh. Yaani nilikuwa hata kinituma naenda tu boss. Sikuwa naogopa chochote kwa sababu nilijua moyoni mwangu nimeshakwisha kuchoka. Natamani kufanya maamuzi ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwanza nilikuwa siogopi chochote, nikitumwa naenda tu. Yuko naenda tu. Sicheki na mtu, si frame mtu, wala sitaki ushirika na mtu. Kwa sababu unaweza ukatiotiwa moyo ukaendelea kubaki. Nimeshachoka. Nakumbuka hiyo siku tumekaa mtumishi wa Mungu. Kumbuka hiyo Jumamosi yake ambayo niliona tunafanya mazoezi. Mtumishi wa Mungu alikuwa akituma, mimi naenda tu kama mzigo. Tena kwamba ni mali nimeenda. Ilikuwa si ile unyenyekevu ulikuwa unaonyesha mwanzo, ukawa kama umetoweka kwa muda. Jumapili yake sasa nasikia huyu kijana njoo hapa. Nimechoka, nimechakaa kwelikweli. Sikuwa na kitu chochote ambacho unaweza ukaniangalia ukaniamini kwamba Yesu aliye ndani yangu anaweza kufanya kitu. Nakumbuka nikaitwa mbele. Ndio siku ambayo nilipakwa mafuta. Hii ilikuwa ni miaka 3. Sawa sana ndoto ambayo niliona. Baada ya miaka 3 nikapakwa mafuta kwa mtumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipopokea utumishi nikamwambia Bwana Yesu, umenipa hii neema, lakini nataka nikuone. Nataka kutembea kwenye wonders, power. Tunaona watu wanafanya huduma, tunahubiri, tunaomba, lakini kuna ukawaida. Nataka nitembee kwenye power. Nataka kama kweli wewe umeniita, lakini ulichosema nami ndicho kilivyotimia. Nataka kuona nguvu, nitembee katika nguvu zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nikachukua muda. Nikawa sometimes unamwombea mtu apokee chochote. Unaona mtu unamwombea kwa sababu watu wanakuangalia ulivyo na unavomwombea mtu kama unajipotezea muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Unamwombea, unanabasika, majasho yanakutoka, hauna kitu. Akija mwingine akifanya tu fu. Mwingine akimwombea anapokea. Mimi nimetoa jasho, nimeyafuta na kuyafuta. Au pepo unanikemea na kumwambia stop. Nikamwita baba yako aje niombee, stop. Nikamwita mchungaji wangu, mimi niko hapo, na pepo anakuambia stop. Na utapiga rabasika za kutosha. Pepo linakuangalia. Nikasema haya si maisha ambayo tumeidiwa. Haya si maisha ambayo tumeidiwa. Nikatamani kujua wale watu wanafanya nini. Na kumbuka siku nikasoma mstari mmoja. Pia nasema wanafunzi wa Yesu walienda kumwombea pepo. Ile pepo likashindwa kutoka. Yesu akamwambia kwa namna hii haitoki pasipo kufunga na kuomba. Nilipoona ule mstari nikaingia kwenye prayer, kufunga na kuomba, kumtafuta Mungu kwamba natamani kutembea kwenye nguvu. Kama wewe Kristo ni wa kweli, kama wewe kweli umeniita, natamani kuiona nguvu. Natamani kutembea katika nguvu. Nione nguvu yako. Kwa nikafunga na kuomba. Nakumbuka siku moja mtumishi wa Mungu alinipa shati kama zawadi. Kanipa shati kama zawadi. Kwa hiyo nikalichukua ile shati na kifunicho nguo ilikuwa ni adimu sana. Kwa hiyo kinipa ile ilikuwa nivunja kabati. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ilikuwa narudio kwa sababu ndio vunja kabati iliyopo. Kwa hiyo ukiona Jumapili hii nimeivaa, ijayo nimeivaa, usishangae kwa sababu ndio vunja kabati. Yaani hiyo ndio mtoko wangu wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nakumbuka baada ya muda fulani kuna mhubiri mwingine alikuwa anahubiri siku hiyo Jumapili. Akasema naomba ukijana aje. Anambia shati alilovaa mtumishi amepewa na mchungaji. Bwana Yesu sana. Na hili shati kwa sababu amepewa na mtumishi wa Mungu, hili shati sio la kawaida. Akasema yeyote yule anayetamani kuipokea nguvu ya Mungu aje amguse shati. Ile siku niliona nguvu isiyo kwa kawaida. Ni siku ambayo sitaka nisahau. Hakuna mtu aliweza kunigusa. Yaani kila mtu akija kugusa kule. Kuanzia hiyo siku nikaanza kutembea kwenye power demonstration. Bwana Yesu sana. Kwa nini nakupa ushuhuda? Sikupi ili unisifie au unipigie makofi. Nakupa ushuhuda ili nikustue ya kwamba hapa Mungu anawaambia watu, Mungu anamwambia Isaya awaambie taifa la Israeli ambao ndio sisi kanisa sasa, kwamba mtakapomwamini Kristo, mimi mwenyewe Mungu nitawaleta katika viwango ambavyo nyinyi hamkustahili kuvipokea. Mtatembea kwenye power ambayo pengine hamkustahili kuipokea. Mtafanya miujiza na ishara ambazo hamkustahili kuzipokea. Hii ilikuwa ni ahadi. Lakini Wakristo wa leo tunamwamini Mungu, tumeokoka, tuna miaka kwenye wokovu, lakini paka tu wenye mali kwako wanakufanya usilale usiku. Paka. Kuna paka
alishampatia simu mchungaji, lakini hapo Mungu anatuambia anatuleta kwenye mlima wake, mahali ambapo yeye anapatikana, mahali ambapo pana nguvu zake, mahali penye uwepo wake. Kwa maana ukibahatika kuingia katika mlima wake, hauwezi kuwa the same ulivyokuwa mwanzo. Musa anapanda kwenye mlima wa Mungu, anashuka, sura yake inabadilika. Anasema sura nani inang'aa huyu? Huyu ni Musa kweli? Wanasema huyu ni Musa aliyekuwa mlimani siku 40. Ameshuka, sura yake imebadilika, kwa sababu yeyote anayebahatika kuingia katika mlima wa Bwana hawezi kuwa jinsi alivyo. Yesu anapanda mlimani kuomba, anatokewa na Elia pamoja na Musa. Biblia inasema mavazi yake yakabadilika. Mavazi yake yakabadilika. Baada ya kumpokea Kristo, ni badiliko gani ambalo umelipokea wewe kama kanisa? Ni nguvu ipi ambayo unatembea nayo wewe? Yaani leo hii mtoto wako akisema, baba au mama, hebu nipe kitu ambacho kitanifanya mimi niamini kweli Yesu unamtumikia ni halisi. Hebu nipe tu ishara moja tu ambayo alifanya kwako. Sio kwa mchungaji alikuombea, wewe binafsi ulifanya kitu gani Mungu akafanya ambao mimi mwanao nitamfuata huyu Mungu? Ni kipi? Hatuna. Tumezidi kumsikia Mungu kupitia Biblia na mahubiri na story, lakini hatujawahi kumweka katika uhalisia. Sasa kanisa linapoteza nguvu kwa sababu kanisa linaamini kwamba ni jengo. Kwa nguvu inatakiwa ikae kwenye hili jengo, lakini nguvu inakaa ndani ya watu. Tunaposema kanisa lile lina nguvu, inamaanisha sote watu waliomo ndani ndio walimbeba nguvu. Kwa maana sisi tukiondoka, hata hivi vitu haviwezi kuwa na nguvu. Kwa nguvu iliyopo kwenye hii madhabahu inasababishwa na sisi kuwepo hapa. Tukiligeuza hili jengo kwa jengo la mifugo, hakuwezi kuwa na nguvu. Kwa nguvu ipo ndani yetu. Tunapotaka kulijenga kanisa lenye nguvu, lazima tukubaliane sisi kwanza kuwa kanisa na tumtafute huyu Mungu ambaye anahubiriwa kwamba alipasua bahari ya Shamu. Nataka nimuone huyu Mungu. Sitaki Mungu wa story. Mimi sitaki Mungu wa story. Sitaki Mungu wa story. Huyu tuliyemsoma, kama bado anaishi, kama bado yupo, fanya na mimi nikuone. Fanya kitu niamini kwamba huyu kweli ni Mungu. Fanya kitu niamini kwamba kweli ni Mungu. Tusiweke Mungu kama story. Tusiweke Mungu kama mtu wa kukutana naye Jumapili. Mungu ni halisi. God is real. Bwana Yesu Kristo. Natamani kuiapply hiyo nguvu kwenye maisha yako wewe mwenyewe binafsi. Kila siku tuko hapa tunapokea nguvu ya Mungu. Pokea nguvu ya Mungu. Tunapokea na kuanguka. Tunapokea na kuanguka. Tukiondoka tunaiacha kanisani. Hiyo nguvu uliyopokea unatakiwa uipeleke nyumbani kwenu. Waganga wenyewe wanasema hapa ipo mtu. Hapa kuna mtu. Hapa siwezi kuona sababu kuna mtu. Bwana Yesu Kristo. Niwewe kuwapa shuhuda Jumapili ngapi zilizopita ambao nilidumu hapa. Nikamwambia kuna mahali niliitwa. Na ile eneo ambalo naenda kuhubiri kulikuwa kuna mganga wa kienyeji. Lakini nilisema haiwezekani mganga wa kienyeji akakaa mahali ambapo mimi nakwenda kuhubiri. Na nakumbuka neno la baba alisema utakapokwenda waganga watakukimbia. Alizungumza kwamba wachawi ile eneo na wewe ile eneo watakukimbia. Na kweli baada ya kufika pale na kufanya ile semina, baada ya kuondoka ule mganga alikufa. Maana nini? Tunahitaji power. Tunaona huyu Mungu katika uhalisia. Mimi mtu kuniuliza Mungu wako ipoje? Ninazo shuhuda za kumpa. Namna aliponitoa, namna aliyofanya, nina uwezo kumwelezea. Na kwa sababu hiyo siwezi kurudi nyuma. Kanisa halina nguvu kwa sababu halina shuhuda za kuelezea watu. Kwa sababu Yesu anasema, wataaminije kwa ishara hizi? Hizo ishara ziko wapi? Hizo ishara ziko wapi? Ishara si kwa ajili ya wachungaji. Ishara ni kwa ajili ya wale waamini.
Ukipokea Kristo, wewe una nguvu kuliko mchawi. Ukipokea Kristo, una nguvu kuliko mganga, una nguvu kuliko ugonjwa. Hao unaiapply hiyo nguvu kwenye maisha yako. Kwa nini bado tunaendelea kuteseka? Bado tunaendelea kulia na kati nguvu tayari imekwisha kuachiliwa kwa wale waamini? Kuna vitu unatumia nguvu kuvitafuta na kuvipambania, ni kwa sababu hujaamua kuwa kanisa. Tuisha Mungu amefisha utayari. Hujaamua kuwa na utayari. Lakini utakapoweka utayari, wakasema huyu Mungu niliyemsoma na mtaka nimuone kwenye maisha yangu, unatoka. Niliwahi kumwombea mtu, yale mapepo akalipuka. Yakaniambia tumechukua vitu vyake, tumevihifadhi baharini, tumevifikia baharini. Nikamwambia nataka hivyo vitu virejee. Wakaniambia funga siku 3 kavu, ndio hivyo vitu vianza kurejea. Kama siku 3 kavu, tena kavu. Yaani nisile usiku na mchana kwa ajili ya kuvirejesha vitu ambavyo tayari nimeshapewa neno. Yaani kwa kutamka tu. Yaani nikisema virejee, sihitaji kutumia nguvu. Kwa sababu namjua niliye naye. Ndivyo tulivyo kwenye maisha yetu. Kuna vitu unatumia nguvu kubwa kuviombea, ni kwa sababu hauna power. Na si kwa sababu hauna nguvu. Nguvu ipo ila ufahamu hauna. Kuna wachawi wanakusumbua kila siku kwenye bati lako. Tena umeokoka. Yaani Bwana angeruka bati la jirani ambayo ni mpaka taarabu kwako, kwenye nyumba yako ambayo wewe umeokoka. Lakini unajua hauna kitu cha kuwadhuru. Hauna kitu cha kuwadhuru. Hiyo sio nguvu ya Kristo. Yaani unatakiwa popote unapoingia, wewe ufanye utambue kwamba hapa ni kwetu. Kwa sababu gani? Yesu anasema mkiniamini mimi, kwa sababu mimi niko ndani ya Baba yangu. Na kwa sababu hiyo mkiniamini mimi, na mimi na Baba yangu tutafanya makao ndani yako. Kwa tafsiri yake, mimi hapa niliishi, lakini Yesu yuko ndani yangu. Mungu yuko ndani yangu. Kwa popote ninapoingia, kama ni magonjwa natakiwa kuondoka. Popote ninapoingia, kama ni masumu natakiwa kuondoka. Popote ninapoingia, kama ni mapepo yanatakiwa kuondoka. Hiyo nguvu yako iko wapi? Nguvu yako iko wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Pointi yangu ya pili anasema nitawafurahisha katika nyumba yangu ya sala. Kwenye huo mstari ya kwanza anasema mlima. Anasema nitawaleta katika mlima wangu. Pointi ya pili anasema nitawafurahisha katika nyumba yangu ya sala. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ya neno sala, sala ni neno la Kiarabu ambalo linamaanisha ibada ya kumwelekea Mungu. Watu wengi tunajua sala ni maombi. Sikatai. Sala ni maombi, lakini maana ya neno sala kwa Kiarabu, hiyo ni neno la Kiarabu. Kwa ukitafsiri kwa Kiswahili, maana yake ni ibada ya kumwelekea Mungu. Kwa anaposema nitawafurahisha katika nyumba yangu ya sala, na tumeshajua kwamba nyumba ya Mungu ni sisi wenyewe, ni maisha yetu. Anasema nitawafurahisha katika nyumba yangu ya sala. Maana ni kwamba furaha itapatikana pale ambapo kuna sala. Kwa maana nyingine, furaha itapatikana mahali ambapo kuna ibada. Kwa sababu ibada sio tukio la Jumapili, ibada ni maisha. Ukichukulia ibada ni tukio la Jumapili, ni rahisi kuchelewa kanisani. Ni rahisi kutokuja kanisani kwa sababu unajamulia. Lakini ukitengeneza maisha yako ya ibada, kiu haiwezi kuisha kumtafuta Mungu. Shauku na njaa haiwezi kuisha kumtafuta Mungu. Upendo hauwezi kuisha ndani ya nyumba ya Mungu. Heshima haiwezi kuondoka ndani ya nyumba ya Mungu kama kujitengenezea mazingira ya wewe kuwa ibada. Anaposema nyumba yangu, anakuzungumzia wewe. Kwa sababu anasema hamjui kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwamba miili yetu ni hekalu la Mungu. Na yeye anasema nitawafurahisha katika nyumba yangu ya sala. Kwa kuna vitu unalia
na ibada inatengenezwa na wewe mwenyewe binafsi. Lazima ujitengenezee maisha ya ibada, maisha ya maombi. Kuna hata tunaomba Jumapili mpaka Jumapili. Kuna wengine leo nilipotoka asubuhi Biblia yako ilikuwa na vumbi, ukaanza kuifuta kwa sababu haijasoma toka wiki iliyopita. Ukaanza kufuta vumbi la Biblia ndio ukaja nayo. Ukaanza kufuta na notebook ndio ukaja nayo, kwa sababu hauna maisha ya ibada. Maisha ya maombi yanatengenezwa na mwenyewe kuwa na utayari wa kuwa ibada. Lazima ukubali kufanyika kuwa nyumba ya Mungu. Kuna vitu vinakuwa vigumu kwa sababu wewe mwenyewe hujaamua kufanyika kuwa nyumba ya Mungu. Kwa sababu anasema sala itakuwa ndani ya nyumba yake. Kwa hiyo maana yake kwamba unaweza kuwa unatumia nguvu kubwa kuomba, kila ukiomba unalala wewe. Kila unataka kuomba ni usingizi. Kila unataka kuomba boyfriend anakupigia simu. Kila unataka kuomba vitu haviendi. Unaomba na sio ukame. Ni kwa sababu hujaamua kuwa nyumba ya Mungu. Kwa sababu anasema sala itakuwa ndani ya nyumba yake. Kwa lazima wewe mwenyewe ukubali kuwa nyumba ya Mungu. Ndipo hiyo sala iweze kufanyika ndani yako. Ndipo uweze kuwa mtu wa maombi. Ndipo uweze kuwa mtu wa ibada. Ukristo sasa hivi umekuwa ni Ukristo wa kawaida. Hauna matokeo, hauna ishara. Kwa sababu watu wenyewe tumeamua kuishi maisha ya kawaida. Tumemchukulia Mungu na kawaida na sisi tunamtumikia kikawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wale ambao wanamchukulia Mungu serious, hao ndio wanaweza kutembea katika nguvu. Hao ambao wanaweza kufanyika kuwa ibada ndio wanaweza kutembea katika nguvu. Nimekwambia yeyote anayemwamini Kristo, yaani hata leo hii ukaokoka hapo, ulikuwa unaokoka, nikakuongoza sana toba hapa, ukaokoka, una nguvu kuliko mchawi anayekuloga. Una nguvu kuliko mganga aliye nyumbani kwako. Una nguvu kuliko mizimu iliyokuwa kwenu. Lakini tumekosa ufahamu. Ndio maana tuna miaka mingi katika wokovu lakini hauna matokeo. Tuna miaka mingi ya kumtafuta Mungu lakini haina matokeo. Leo natamani nikuamshe mtu mmoja hapa, aseme natamani kutembea katika hiyo nguvu. Natamani kuwa kanisa lenye nguvu. Kwa sababu sote hapa tukiwa watu wenye nguvu, tukikutana kwa umoja, tunaweza kufanya kitu chenye nguvu zaidi. Sote hapa tukitembea katika nguvu moja, tunaweza kufanya jambo lililo kubwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanaelewa? Wangapi wanazidi kunielewa? Kwa Mungu anazungumza kwa habari ya ibada. Anasema nitawafurahisha katika nyumba yangu ya ibada. Furaha itaambatana na wale ambao watatembea katika ibada. Furaha itatembea na wale ambao watakubali kuwa nyumba ya ibada. Furaha itatembea na wale ambao watatamani kuwa na utayari. Wakati nasoma vitabu kwa habari ya Kristo, kuna mtu mmoja baba wa imani nilimsoma. Kuna baba mmoja wa imani nilimsoma ambaye ndo alileta uamsho wa kunena kwa lugha, uamsho wa Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. Anaitwa William Jeffrey Samio. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni mtumishi wa Mungu ambaye alizaliwa Marekani na alizaliwa miaka 1800 na ngapi huko. Kwa uskofu bado giza. Alikuwa ni Marekani na familia yake ilikuwa ni watumwa. Ni wale Waafrika ambao walikuwa kwa Afrika wanachukuliwa kufanywa kuwa watumwa kule. Kwa alikuwa ni mtoto ambaye ametoka katika familia ya utumwa. Na wakati kukua kwake aliwahi kuumwa ugonjwa wa macho. Kwa sababu hakuwa na kuwa, alikuwa ni familia ya kitumwa na alikuwa hana fedha, ikasababisha akapoteza jicho lake moja. Kwa wakati jicho moja aliko sana. Wakati kukua kwake akazisikia habari za Kristo. Akazipenda habari za Kristo. Kwa hiyo kulikuwa kuna shule moja, ni mwalimu mzuri wa neno la Mungu, akawa anafundisha habari za Roho Mtakatifu. Kwa na yeye akaambatana kwenda kujifundisha habari za Roho Mtakatifu. Kwa sababu hiyo kipindi hicho wazungu walikuwa na ubaguzi wa rangi. Na yeye alikuwa ni mweusi, alitokana na Afrika.
Kwa wakati wengine wako darasani, yeye alikuwa anaambiwa kae dirishani. Kwa anasomea akiwa nje dirishani. Kwa wakati anajifunza kwa habari za Roho Mtakatifu. Na kipindi hicho wazungu walikuwa haruhusiani kuambatana na watu weusi. Kuna maana alikuwa anatengwa, kwa maana kuna ubaguzi wa rangi. Kwa alikuwa anakaa nje, anajifunza kwa habari za Roho Mtakatifu. Anasoma kwa habari za Roho Mtakatifu. Akasoma habari za Roho Mtakatifu, akamtafuta Mungu, akamfahamu Roho Mtakatifu kweli vizuri zaidi. Akajifunza habari za kunena kwa lugha, habari ya zile karama na vipawa. Siku moja yule mwalimu wa ile shule alipata mwaliko. Sasa alipoona mwaliko, mwaliko wa kawaida, akaona hapa nimchukue mwanafunzi gani wa kawaida, nimtume nimpeleke. Kwa akamwona yule William Senior, Jeffrey Senior, akamwambia nenda kuhubiri. Kwa wale wakampokea vizuri, wakaambia njoo kuhubiri. Kufika kwenye ile eneo la ubiri, akahubiri habari za Roho Mtakatifu. Akahubiri habari za karama za Roho Mtakatifu, habari za kunena kwa lugha. Na kumbuka kipindi hicho kulikuwa hakuna hizi rabasika. Injili ndio ilikuwa inaanza, uamsho wa injili ndio ulikuwa unaanza. Kwa baada ya kanisa lile la kwanza, ile watu walipotawanyisha kanisa na nini, kwa wazungu ndio walikuwa wanaanza kueneza habari za Kristo. Lakini ilikuwa sio kwa nguvu ile ambayo mitume wametembea nayo. Kwa hao ambao walipata ufunuo walianza kurudisha hiyo revival ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa walipoenda kuhubiri, akahubiri habari za Roho Mtakatifu, habari za kunena kwa lugha. Sasa wale wazungu hawaelewi. Hivyo vitu hawajui. Ndio wanavisikia kwake. Waliposema Mungu anatufundisha vitu gani? Anatufundisha vitu ambavyo havipo. Anatuambia hizi speaking tongues hazipo. Unabii haupo. Anatolea wapi vitu? Kwa baada ya kuhubiri wakaambia, ndugu yangu asante. Hoteli tuliyokuweka tunakutoa kuanzia leo. Nauli ambayo tulikupa ya kuleta kukurudisha, hatutakupa nauli ya kukurudisha. Hatutakugharamikia chakula wala hatutakugharamikia chochote, kwa sababu ulichotufundisha ni nje na imani yetu. Kwa jamaa akabaki hana kitu. Akabaki hana pa kwenda. Ilikuwa ni mji wa Marekani, Los Angeles. Wakati anazunguka sasa, hajui wapi anakwenda, hajui wapi anaelekea. Ndani yake tu bado anasikia ile kunena kwa lugha. Anaamini Mungu atafanya kitu, japokuwa tumaini tayari ameshapoteza, kwa sababu kule anapoishi na alipoenda kuhubiri ni mbali, hawezi kurudi hata kwa mguu. Na nauli hajapewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati anatembea akafika kwenye nyumba moja ambapo kulikuwa kuna hawa mama ambao walisikia habari za Roho Mtakatifu lakini hawakuzielewa vizuri. Kwa walikuwa na kesha kuomba, kuzitamani kumpokea huyo Roho Mtakatifu ambaye wanamhubiriwa. Wamesikia kuna karama, kuna vipawa, kuna nini, wanatamani kuzijua hizo habari. Kwa walikuwa wanafunga na kuomba na kumtafuta Mungu kweli kwa ajili ya kusikia habari za Roho Mtakatifu. Kwa wakati yule mtumishi wa Mungu anatembea, akapita mtaa mmoja ambao unaitwa Azusa Street. Alipofika kwenye ile eneo, akaona nyumba, akasema je, kwanza nikaombe maji au hifadhi pale kwenye ile nyumba. Kwa kufika pale akagonga, akaelezea shida yake. Akaambia, jamani, nimetokea kwenye nyumba fulani, nimetokea sehemu fulani, ilikuwa 1 2 3 mpaka niko hapa. Wakamwambia, hebu sisi tulisikia habari za Roho Mtakatifu, lakini hatuzielewi vizuri. Na hao wamekufukuza. Hebu tuelezee wewe unachokijua. Tuamini je, ni kweli? Tuone kwamba hichi ni kweli. Kwa jamaa akasema, afadhali nimepata wanafunzi ambao hawa na kidogo wanaweza kunipata hifadhi ya kulala. Kwa akaweka pale, akaanza kupiga gongo. Akaanza kufundisha habari za Roho Mtakatifu. Katikati ya kufundisha, ghafla wale mama wakajazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Wote wakaanza kuzungumza lugha ambayo hawajui wanazungumza lugha gani. Kila mmoja kaanza raba sata yado. Kila mmoja kaanza kunena kwa lugha. Nguvu ikatembea pale, hata yeye mwenyewe hakuitarajia. Kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa anauliza habari za Roho Mtakatifu, lakini hajawahi kuexperience nguvu. Kwa hiyo ilikuwa ni mara yake ya kwanza kuiona nguvu. Anashuka nguvu ikatembea ghafla. Upepo kaanza kuzunguka ile nyumba. Nguvu ya ajabu ikatawala ndani ile nyumba. Ndipo tulipoanza karama ya kunena kwa lugha ilirudi pale. Yaani bila wale wa mama, bila tusingekuwa na nabasika. Bila huyo jamaa
tusingekuwa na rabasika, kwa sababu zilikuwa zilishafutwa, watu waamini tena katika hivyo. Kwa Mungu alimtumia ili kurejesha revival ya Roho Mtakatifu na karama za unabii. Ghafla leo mama wakaanza kutabiri. Wakasema hii Azusa Street itakuwa ni mji mkubwa duniani na injili ya hapa itawafikia mataifa. Wakaanza kutabiri, kuzungumza maneno makubwa ya ajabu ambayo hayapo. Ghafla wakaanza pale pale kufundishana habari za Roho Mtakatifu. Wakaanza kumtafuta Mungu pale pale na kufundishana habari za Roho Mtakatifu. Wakaanza kuongezeka watu. Wakaanza watu wanatabiri, watu wanatembea kwenye karama ya hili, wanaponya, wana nini, ule mji ukaja kuwa mji mkubwa duniani. Leo hii hata ukiingia Google ukiandika Azusa Street, hiyo story utakutana nayo. Kwa sababu ndipo karama kwa lugha iliporejeshwa pale. Nachotaka kukuambia ni nini? Au nachotaka kuzungumza ni nini? Jamaa hakuangalia situation ambayo yeye anaipitia, wala kuangalia mazingira ambayo yeye alikuwa anayaona kwa wakati ule. Alibaki katika mstari kwa sababu amesoma haya maandiko na ameandikwa katika Biblia. Akatamani kuona kile kilichoandikwa kiishi na kifanye kazi kwenye maisha yetu. Tusisome kama historia. Na kwa sababu ya ile utayari uliokuwa ndani ya moyo wake, Mungu akamtumia kuleta huu uamsho ambao tunauona mpaka leo hii. Kwa kuna vitu usivichukulie kawaida au usivione ni vya kawaida katika maandiko. Haya ambayo yaliandikwa katika Biblia, tunao uwezo wa kuyafanya hata sisi. Kwa sababu huu uamsho, pengine wazungu walikuwa wanatarajia kwamba wao ndio wangeuleta, lakini Mwafrika mtu mweusi ambaye alitengwa ndiye anayeweza kuleta uamsho. Wewe unaweza kujiona kwamba mimi sio mtumishi, mimi sio mhubiri, lakini kuna kitu ambacho unacho, ambacho katika hicho unaweza kuokoa maisha ya mtu. Na hawa watu mpaka waliweza kuleta huo uamsho. Hawa mama walikubali kuwa kitu kimoja, walikubali kuungana, na ndio maana ile injili imetufikia hata sisi leo. Injili inayohubiriwa hapa ni injili ya kipekee, lakini hakuna namna ambayo tunaweza kuipeleka mataifa kama sisi hatutaungana kuwa kitu kimoja. Hakuna namna ambayo watu watamjua Mungu wa The Living God Church kama sisi hatutaungana na kuipokea ile nguvu, tutaiapply mitaani. Kwa sababu watu wanaoishi nao wakikuona na wewe unateseka na wachawi, hawezi kuamini hii madhabahu. Yaani mchana analoga kwa jirani na yeye anakuloga kwako. Yaani mmekaa unadisiana ndoto, naona madisia ndoto zangu moto na kabwa, na unaenda The Living God Church. Na wewe umeokoka. Bara mwambie wengine kwamba twendeni kanisani, uko nguvu, iko neema ambayo itakutoa wewe huko ulipo. Na wewe unaanza kueleza matatizo yako. Watu hawezi kuiamini hii injili. Lazima sisi kwanza tuipokee hii nguvu. Baada ya kuipokea, tuiapply kwenye maisha yetu. Kazini kwako ndio kwamba yuko mtumishi wa Mungu. Kwenye biashara yako ndio ile biashara ndio mtumishi wa Mungu. Utakapofanya hivyo, watu wengi watamwamini Mungu wako na hii injili itawafikia mataifa. Baba amepewa maono makubwa, lakini hawezi kufikisha injili peke yake. Ndio maana Mungu ametuleta sisi hapa. Kwa sababu ametuamini sisi, tukiiza kuipokea hii nguvu, tunaoweza kuipeleka mataifa. Sasa haya yanayohubiriwa hapa au yale ambayo tunafundishwa hapa, tusiache hapa au tusichukulie kama story. Hii inawezekana. Yaani wewe kumponya mtu kiwete, hii inawezekana. Kwa sababu si wewe unayeponya, ila ni Mungu aliye ndani yako. Wewe kutoa mapepo, hii inawezekana. Wewe kufanya miujiza, hii inawezekana. Si kwa habari ya wachungaji, si kwa habari ya uinjilisti, ni kwa habari ya kila muamini. Neema ambayo baba yetu anatembea nayo, na wewe unaweza kutembea nayo. Uko mtaani wakamjua Mungu wa baba yako. Kwenye biashara yako wakamjua Mungu wa baba yako, kwamba unauza kuliko wengine. Watu watasema kwani wewe unatumia nini? Mwambie iko madhabahu ya The Living God Church. Amen. Kwa nini wewe unapewa cheo kila siku kazini? Mwambie iko madhabahu ya The Living God Church. Wakati wengine wanakimbia kwa waganga, mimi ni mtu wa madhabahu. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hii nguvu
kanisani na ukaondoka kama ulivyokuja, kwa sababu unaamini kanisa ni la watu fulani. Lakini kanisa ni sisi sote tuliopo humu na wale walio nje. Kwa sisi tukiibeba hii nguvu, tukaikusanya, tukaiapply kwenye mitaa yetu, tukaiapply kwenye maisha yetu, watu ni rahisi kumwamini huyu Mungu, na ni rahisi kuifikisha hii injili kimataifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna watu tuko hapa, huwezi hata kumwalika jirani yako kanisani, kwa sababu anakujua tabia zako, ili atakuweza kumbe naona sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tawalizia. Ukisoma kitabu cha Mathayo 21 mstari wa 12 mpaka 14. Mathayo 21:12 mpaka 14. Mathayo 21:12-14 Biblia inasema, ndio. Yesu akaingia ndani ya hekalu, ndio, akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni. ndio. Akazipindua meza za wabadilisha fedha na viti vyao waliokuwa wakiuza njiwa. 13. Akawaambia, imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. 14. Na vipofu na viwete wakamwendea mle hekaluni, akawaponya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa naelezea pointi yangu ya mwisho. Kwa nini tutembee kwenye hizo nguvu? Kwa nini tutembee kwenye haya ambayo Mungu ametuahidi? Hii ni kanisa ambalo lilikuwa ni hekalu la Mungu. Watu badala ya kumwabudu Mungu ndani ya kanisa, wakaanza kufanya biashara ndani ya kanisa. Wakaanza kuchukua mifugo na kuanza kuifuga ndani ya kanisa. Wakaanza kubadilishana fedha. Kila mmoja akawa anafanya biashara anayojua yeye. Kila mmoja akawa anafanya kile ambacho yeye anakiona ni sawa. Na kwa sababu hiyo kanisa likapoteza nguvu. Kanisa ikawa, Yesu anasema kanisa likawa pango la wanyang'anyi. Bwana Yesu asifiwe. Tuchukulie hili kanisa ni maisha yetu. Kuna baadhi ya vitu ambavyo tunavifanya ambavyo viko nje kabisa na neno la Mungu. Hivyo vitu ndivyo ambavyo vinatufanya sisi tusiendelee kuwa na nguvu, tusiendelee kuwa pamoja, au vinakufanya wewe usiendelee kukua katika hiyo nguvu uliyokuwa nayo. Kwa sababu Mungu amekupa nguvu tayari, amekupa karama tayari, amekupa vipawa tayari, lakini kwa nini utembee kwenye hiyo nguvu? Kwa nini huwezi hata kuomba hata wachawi wa mtaani kwako wakakujua kwamba kuna uwepo wako hapa? Kwa sababu tuko busy na maisha yetu, hatuko busy na mambo ya roho. Kwa sababu kanisa lilianza kuingiza vitu vya mwilini badala ya kufanya vitu vya roho. Walikuwa wako busy na mambo yao, busy na maisha yao, wakaisahau ibada ndani ya nyumba ya Mungu. Ndio maana Yesu anasema, nyumba yangu iliandikwa kwamba nyumba yangu itakuwa ni nyumba ya sala, kwamba ni nyumba ya ibada. Mbona sioni ibada? Ninaona biashara, ninaona uko busy na kazi, ninaona uko busy na vitu fulani. Mbona sioni ibada kwako? Bwana Yesu asifiwe sana. Watu tunaipoteza nguvu ya Mungu kwa sababu hatujaamua kubidi hasa na mambo ya roho. Lakini kuna muda wa kufanya maisha yako na kuna muda wa Mungu. Pale muda wa maisha yako unapochukua muda wa Mungu, unaiua ibada ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu anawaambia, angalia hiki kitu, anasema hivi, anaona watu wafanya biashara ambao wanafanya biashara, wanauza njiwa, wanabadilishana fedha, lakini anasema hivi, ninaona mmeifanya nyumba yangu kuwa pango la wanyang'anyi. Pana kukuwa na wanyang'anyi, kulikuwa kuna wafanya biashara. Kwa nini anasema mmefanya kuwa pango la wanyang'anyi? Kwa sababu alichokuwa anakiona pale si ile biashara. Alichokuwa anakiona pale ni nguvu behind kwenye zile biashara. Kwa sababu unapoipoteza ibada, unaruhusu nyumba yako wewe
Roho lako inakuwa ni hekalu la ibada, inakuwa ni nyumba ya ibada. Na unapoipoteza ibada, unaifanya nyumba yako wewe kuwa pango la wanyang'anyi. Ndio maana Yesu anasema, hajasema naona kwenye biashara, anasema naona umefanya kuwa pango la wanyang'anyi. Kwa maana kuna nguvu zingine tunaziruhusu kuingia kwenye maisha yetu kwa sababu tumeipoteza sala. Kuna nguvu zingine zinaoperate kwenye maisha yetu kwa sababu tumepoteza sala. Tumeipoteza ibada. Lakini angalia Yesu anachokifanya. Akavunja kila kitu. Alafu baada ya kila kitu, Biblia inasema wakaja viwete na vipofu akawaponya. Kwa tafsiri yake ni nini? Kwa maana baada ya hapo, kabla hiyo biashara kuvunjwa, nguvu ya Mungu ilikuwa haipo. Kulikuwa kuna miujiza. Lakini baada ya kuvunja biashara, nguvu ikaonekana, viwete wakapona. Kwa nini Yesu asingewaponya hao viwete kwanza, alafu aje avunje zile biashara zao? Baada ya kuvunja zile biashara, pia nasema viwete na vipofu wakapona. Kwa maana nguvu inatembea pale ambapo unapoamua kuwa mtu wa ibada. Na unapomruhusu Yesu kuja kwenye maisha yako, lazima ukubali kuna vitu ambavyo ulikuwa unavipenda, lazima ukubali kuviacha kwa ajili yake. Kwa sababu utakubali kulipa gharama kuacha vitu ulivyovipenda kwa ajili ya Kristo, ndipo utakapoweza kutembea katika nguvu. Unapomwona mtu yeyote ambaye anatembea katika nguvu ya Mungu isiyo kwa kawaida, kuna vitu ambavyo amekubali kulipa gharama, amekubali kuviacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako, uko tayari kupokea nguvu ya Mungu? Mguse tena, mwambie uko tayari kupokea nguvu ya Mungu? Uko tayari kupokea nguvu ya Mungu. Mguse tena, mwambie uko tayari kupokea nguvu ya Mungu? Uko tayari kupokea nguvu ya Mungu. Mwambie uko tayari kutembea na nguvu za Mungu? Mwambie uko tayari kutembea na nguvu za Mungu? Uko tayari kutembea na nguvu za Mungu. Ninatamani siku hii ya leo kwenye ibada hii ya Pentecost